Hello, hii ndo hiyo system yetu inayoitwa e-learning na inamwezesha mwanafunzi kujifunza kupitia mtandaoni. Mwanafunzi wale ambao wapo kwenye kipindi cha likizo au mwanafunzi ambao kunatokea likizo za ghafla, anaweza kuendelea kujifunza kupitia mtandaoni kwa kutumia hii system yetu. Kwa hivyo ni system nzuri ambayo inamwezesha mwalimu hadi kuona maendeleo ya mwanafunzi na kumtumia assignment, mwanafunzi aendelee kusoma na kumtumia na kumtengenezea quiz na kuziwekea marks. Kwa hivyo inarahisisha sana utendakazi wa mwalimu katika swala zima la ufundishaji. Kwa hivyo tuanze kuiangalia kwanza pati zake. Pati ya kwanza ina hii pati ya kulogin, alafu kuna hii pati ya kuregister. Pati ya pili ni pati ya kuregister, mwanafunzi anaweza akawa register, lakini mwanafunzi hawezi kuregister bila kupewa ID number na admin. Kwa hivyo ukipewa system hii, cha kwanza unatakiwa kuingia kama admin, uanze kufanya registration ya wanafunzi wako ili kuwapa hii ID number ya kuja kufanya registration. Pia hata mwalimu lazima tutamsajili kule kama admin ili aweze kutumia hiyo first name yake na last name yake, na department yeye kitu ambacho sana sana atakuja kubadilisha ni password, kuweka ni password yake na atairudia hapa. Kuna kurudia password, kwa hivyo atachagua password yeye anayotaka. Pia mwanafunzi tukishafanya registration yake kule, yeye atakuja atajiwekea password yake ya kuwa anaingilia kwenye hii system ili mwenzake asije akawa anaingia na kuangalia maendeleo yake na vitu vingine. Lakini cha kwanza unatakiwa kujua kwamba ukipewa system yetu tutakupa upande wa admin ambao unatakiwa kuanza kusajili watu wako, ambako ndivyo itakavyokuwa kama hivi, ambako hii party uta login kama admin. Ukisha kusajili wewe kwenye system yetu tutakupa jina lako. Hapa juu inaweza ikatokea jina lako kabisa, ni sawa, au inaweza ikatokea admin kwa kuwa labda kama unataka labda ndio kwa sababu system ndio bado hatujakusajili, sisi tumeweka yupo kama default. Lakini wewe utakuwa kitu unachokuja kufanya huku ni kusajili wanafunzi wako na pia utasajili walimu wako. Cha kwanza tunaanza kwa upande wa kusajili wanafunzi wako. Ukitaka kufanya registration ya wanafunzi wako, cha kwanza unatakiwa usajili, useme yupo darasa gani. Utasema labda yupo form 5, mwanafunzi anaitwa computer, yupo form 5. Huyu mwanafunzi anaitwa computer yupo form 5. Kwa hivyo utafanya registration kama hivyo. Kwa hivyo utakuwa unafanya cha kwanza unasajili hapa, kimeandikwa kabisa ni ID number. Cha kwanza utakuwa unafanya hapo, unaingiza ni ID number ya huyo mwanafunzi, ambao kule sasa ndio itatumika kwenye system kama username ya huyo mwanafunzi. Kwa hivyo labda ID number ya huyu mwanafunzi utampa labda ni 1 2 3 4 5 6 wherever, wewe utampa ID number yoyote, lakini mimi nimempa 06. Lakini huyu mwanafunzi anaitwa computer. Pia jina lake la mwisho ni computer. Kwa hivyo utam-add, utakuwa ameshatokea hapa computer. ID namba yake ni 006 na yupo form 5. Lakini utakuja utamuadi mwalimu pia. Mwalimu uta-add yupo kwenye department gani, labda department of arts. Sio lazima uwe na department of arts, lakini hizi department tumeziweka tu, lakini mwalimu utamuadi according to its department. Department zimewekwa, zitakuja kuangaliwa na system baadaye, lakini kwa sasa hivi wewe utafanya tu registration ya department kama hivi inavyotakiwa kufanya. Kwa hivyo lengo hapa ni muingize tu mwalimu, jina lake la kwanza na la pili. Kwa hivyo labda mwalimu anaitwa teacher, na hapa anaitwa tena teacher, jina la pili anaitwa teachers, ndio. Kwa hivyo atakuwa tumeshamadi hapo, mwalimu anaitwa teacher. Yeye ataenda kule atachagua username yake ya kuingilia kwenye password na vitu vingine, ya kuingilia kwenye system na vitu vingine. Lakini mwalimu hapa atakuwa kitu anachokifanya, kitu ambacho atakifanya ni kuingia kupitia hili jina alilosajiliwa. Ukienda kinyume na jina ambalo umesajiliwa nalo kule kwenye kufanya registration, system haitakutambua.
Kwa hivyo utatumia hili jina ambalo umesajiliwa, either ni mwanafunzi au ni mwalimu. Sana sana mwanafunzi utatumia ID number uliosajiliwa nayo, kwa sababu hapa kuna ID number, kuna upande wa ID number utatumia ID number uliosajiliwa nayo, na mwalimu utatumia jina lile lile ulilosajiliwa nalo huku. Kama ni teacher utalitumia lile lile. Kwa hivyo itakuwa kama ifuatavyo: admin ameshawasajili watu wawili, amemsajili mwanafunzi, ameshamsajili mwanafunzi huku, mwanafunzi anayeitwa Computer yupo form 5, amempa ID number ya 0 zipo 6, lakini pia amemsajili mwalimu ambao anaitwa teacher. Kwa hivyo wao wakija kwenye hii system sasa, wakitaka kuingia kwenye hii system, ambapo sasa ndo watarudi pale kwenye login, wakitaka kuingia sasa kwenye hii system utakuwa kama ifuatavyo. Kwa hivyo mwalimu akija kwenye hii system yetu, yule ambao umeshamsajili, cha kwanza atakachokutana nacho ni interface kama hii, lakini pia atakutana na button mbili, ambao kuna moja imeandikwa I am a student na nyingine inaitwa I am a teacher. Kwa hivyo atakuja kwenye upande wa I am a teacher. Kwa hivyo ataingiza jina lake la kwanza pale tulimsajili kama teacher, na jina lake la pili tulimsajili kama teacher. Lakini department tulimsajili kwenye department gani? Tulimsajili kwenye department of arts. Lakini username ambayo atachagua kuitumia, kwa hivyo labda anapenda kutumia teacher, lakini pia password ambayo anapenda kuitumia 123456 ataingiza password tena 123456, ataingia. System itamwambia sign up success na atakuwa ameingia hapa. Lakini mwalimu huyu hana wanafunzi, huyu ameingia tu kwenye system yetu kwa mara ya kwanza, ameshasajiliwa kule na admin na yeye ameshajisajili, ameingia kwenye system yetu kwa kupitia password yake. Mwalimu huyu hana wanafunzi, atafanyaje? Inabidi aanze kujiwekea wanafunzi. Kwa hivyo cha kwanza atakuwa ataspecify darasa analofundisha, labda kama ni form 5, atasema ni form 5, anafundisha somo gani? Anafundisha physics form 5, atasave. Itatokea hapa kwamba anafundisha physics form 5, lakini tuna mwanafunzi ambaye anasoma form 5. Tutakuja atabinya hapa, ataangalia kuna mwanafunzi anaitwa computer anasoma form 5. Huyu mwanafunzi anajulikana pia kusoma form 5, lakini huyu mwalimu anaweza akachagua kuwa anamtumia material huyu mwanafunzi wa form 5, kwamba atakuwa anamtumia material ya kwamba iwe ni assignment, iwe ni announcement, iwe ni quiz, atakuwa anamtumia huyu mwanafunzi wake wa form 5, na huyu mwanafunzi akiingia atakuta. Kwa hivyo itakuwa ni kama ifuatavyo: either kama kuna mwanafunzi mwingine huyu mwalimu anataka kumadd, labda atakuja huku atamselect, atakuwa anaona darasa lake, atamselect kwa sababu ni mwalimu wa physics na anaweza akafundisha darasa lolote. Atamselect mwanafunzi wake yeye anataka kumfundisha, iwe ni kidato cha ngapi, na atamuinclude kwenye wanafunzi wake. Kwa hivyo hii part pia tumeiweka na ipo included. Kwa hivyo sio lazima mwalimu wa form 5 afundishe tu form 5, anaweza akafundisha na vidato vingine kutokana na material alionayo, na kutokana na maswali alionayo wherever, kutokana na assignment alizonazo, yeye mwenyewe atachagua darasa la kufundisha. Kwa hivyo atakuwa anakuja hapo na kwa hivyo huyu mwanafunzi akija akiingia, huyu ni mwalimu ameshaingia na kujiwekea darasa lake na ameshachagua ni atakuwa anafundisha form 5 physics, lakini mwanafunzi wa form 5 akija akiingia, yeye atakutaje? Kwa hivyo hapa atarudi kwenye kufanya registration. Mwanafunzi atakuja, atakutana mara ya kwanza na interface kama hii hapa. Kwa hivyo atakuja atasema I am a student, lakini alikuwa ameshapewa ID number, si ndio? Atakuwa kule ameshapewa ID number na admin atamwambia ukitaka kufanya registration ingia kwa ID number hii. Kwa hivyo sisi mwanafunzi wetu ataingia kwa ID number 1006012345, si ndio? First name atakuwa anaitwa computer, last name ni computer, darasa lake ni form 5, atakuwa anaingiza password hapa ni 123456 123456, atasaini. Kwa hivyo huyu mwanafunzi atakuwa
Kwa hiyo yule mwanafunzi atakuwa tayari amesha sign up, lakini pia unatakiwa kujua kama admin ili kujua idadi ya wanafunzi wote ambao wamesha sign up kwenye system yako. Utakuja utaangalia ni registered student, utakuja utaangalia huku kwenye registered student. Pia kutakuwa kuna unregistered student, yule ambao ulishampa ID lakini haja register, huyu ndo atakuwa kwenye unregistered. Lakini registered utakuja utaangalia hapa tayari ambao utakuwa tu ulivyowapa ID waliingia kwenye system na kufanya registration. Labda tumchukue mwanafunzi mwingine, huyu anaitwa Max huyu sasa hivi yupo kwenye unregistered student kwa sababu huyu hajaingia kule aka login kama mwanafunzi. Kwa huyu Max ID yake ilikuwa ni 7, 1 2 3 4 5 6. 7 zipo 6, lakini jina lake alikuwa anaitwa Max, jina la pili alikuwa anaitwa Max, lakini alikuwa ni wa form 5, alikuwa ni mwanafunzi wa form 5. Yeye atachagua password yake sasa 1 2 3 4 5 6 7, na hapa atachagua password yake 1 2 3 4 5 6 7. Kwa hivyo ata sign up kama Max. Kwa hivyo mwanafunzi ni wa form 5, darasa lake ni form 5, lakini hamna mwalimu alio enroll kumfundisha, ndio maana inamwambia you are currently not enrolled. Kwa hivyo mwalimu wa form 5 akiingia sasa, kama mwalimu wa form 5 akiingia, atakuja atamselect huyu mwanafunzi. Huyu mwalimu tayari ameshakaa ndani ya system sana, system imejilog out, lakini atakuwa akilogin sasa. Akilogin sasa atakuja ataanza kusema haya, wanataka ni wanafunzi gani niwafundishe ili somo nalofundisha. Huyu alikuwa ni mwalimu wa physics, si ndio? Ataanza kusema ni wanafunzi gani awafundishe somo analotaka kufundisha. Unaingia kuchagua wanafunzi wako kufundisha somo unalotaka kufundisha kwa kukliki hichi sehemu hapa, hichi kinacholeta kivuli form 5 utakiclick. Alafu utakuja kwenye add student, kuna button huku juu inaitwa add student, utasema uta add student hapo, uta add student, lakini utamwangalia ni mwanafunzi wa form ngapi hapo. Utasema Max mwanafunzi wa form 5, utam-add, utakuwa you are added, one of your added student anaitwa Max. Kwa hivyo utakuwa na wanafunzi wawili, kuna mwanafunzi anaitwa computer na mwanafunzi anaitwa Max. Wote ni wanafunzi wa form 5 ambao unataka kuwafundisha. Sasa ukitaka kuwafundisha inakuwaje? Yaani mwanafunzi unaotaka kumfundisha unamfundishaje, na pia unamtumiaje material, na pia unamtengenezeaje quiz. Cha kwanza kwenye kufundisha unaweza ukatumia YouTube video ukawa unamtumia link kupitia system yetu. Cha pili unaweza ukatumia materials ambayo unataka kufundishia hiyo topic ayasome, akurudishie mrejesho, umpe Max. Lakini kingine cha muhimu sana kwenye hii system unachoona cha kuelekeza ni jinsi mwanafunzi anapotakiwa kuingia. Ile role ID tuliyompa mwanafunzi ndio anatakiwa kuingilia kwenye hii system. Kwa mfano sasa ile ni wakati wa kuregister, ndio maana ilikuja vile direct, lakini hapa itakuandikia username na hapa itakuandikia password. Sasa hapa watu wengi sana wanajichanganya. Ile role ID ambayo admin amekupa, ile ID ambayo admin amekupa ndio unatakiwa utumie kama mwanafunzi kuingia kwenye system yetu. Kwa mfano Max yeye ataingia na ID yake alipewa ni 7 zipo 6, 777, na password yake yeye aliyopewa ataingia nayo ile password ambayo amepewa, ambayo ile password ambayo aliisajili, not kupewa, ile aliyoisajili ambayo ni 1 2 3 4 5 6 7, kwa ataingia nayo. Kwa hivyo ataambiwa access granted na atakuwa tayari ameshaingia. Kwa hivyo atakuja ataangalia darasa lake. Kwa hivyo atakujikuta tayari sasa hivi sio tena yule enrolled student, lakini ameshakuwa enrolled na mwalimu wa physics, na mwalimu wa physics ataweza kuanza kumtumia material na vitu vinginevyo. Lakini pia huyu mwalimu wa physics akati tayari ameshapata wanafunzi wake wawili, anaweza akawatumia assignment. Cha kwanza anaweza akawatumia assignment. Kwa hiyo ukija hapo kwenye upande wa kutuma assignment, na kwa assignment tunamaanisha kwamba document yoyote ambayo mwanafunzi anaweza akatumiwa na kusoma, inawezekana ni kitabu, ndio,
inawezekana ni ka PPT, ka PowerPoint presentation kanatakiwa kusoma, inawezekana ni ka document anatakiwa kukasoma kabla ile mwanzo tu kama introduction to physics. Kale ka document wewe mwalimu umeshaka type kwenye kompyuta yako, anatakiwa kukasoma na kurudisha mrejesho yeye kutokana na yale maswali ambayo labda utakuwa umeshaweka kwenye kale ka document. Ndio maana ya hii part ya assignment. Kwa hivyo wewe utakuja kwenye hii part ya assignment, utabinya iko hapa kabisa add assignment, choose file. Kwa hivyo file linaweza likawa na extension yoyote. File linaweza likawa in terms of PNG, in terms of docs, in terms of PDF. Kwa hivyo yote ni mafaili ambayo yanaweza yakawa yanatumika. Kwa hivyo itakuwa ni kama ifuatavyo. Utachagua labda ili file labda linaitwa Ancient Aliens, uta open, alafu pia utaandika jina labda kwamba intro to physics. Kwa hivyo ni description itakuwa ni intro to physics. Kwa hivyo utaselect darasa unalotaka kutumia intro to physics, ni form 5 halafu utaliupload. Pia system yetu inakupa uwezo wa kuangalia kama hiyo kitu ulicho upload kimefika au ni kimeenda. Kwa hivyo utakuja hapa kwenye my class, utaselect form 5 physics, alafu utakuja hapa kwenye assignment. So umetuma kitu kinaitwa assignment. Kwa hivyo utaona hapa kabisa ni intro to physics imeshapelekwa. Lakini huyu mwanafunzi ambao anatakiwa kuingia na kukuta hiyo intro to physics, yeye anaitwa Max. Kwa hivyo huyu mwanafunzi anaitwa Max ataingia ataingia kwa kutumia ile username na password huyu Max, kwa sababu yeye username yake ni hii. Kwa hivyo 706. Kwa hivyo password yake ni 123456 ata sign in. Atakuta notification hapa ambayo imeandikwa kwamba teacher wa physics ameshakutumia assignment. Kwa hivyo teacher hapa, teacher ni jina la mwalimu ambao amemtumia assignment. Teacher add assignment to the file name intro to physics, ambayo ndo hili. Kwa hivyo yeye atakuja click, alafu atalidownload. Kuna part ya kulidownload, atakuja atabinya hapa atalidownload, na akilidownload litakuwa linaonyesha kama hivyo. Lakini akirudi anaweza akasubmit ile assignment, kwamba baada ya kuifanya sasa yeye ana submit chake. Sasa baada ya kuifanya atasubmit. Kwa hivyo sasa baada ya kuangalia ile assignment na kuisoma na kama kuna maswali akayafanya, anarudisha sasa mrejesho wa ile assignment. Kwa hivyo atasema labda ataselect hiyo get hapo, akasema select, unakuja hapo na choose file. Ukisha select tu choose file, ile picha inakuja. Kwa hivyo file name labda ni mrejesho ile part ya intro to physics, description ni intro to physics. Kwa hivyo ata upload. Akisha upload ataona hapa kwamba tayari ameshatuma mrejesho wa intro to physics. Itakuwa inaonyesha bila kuonyesha hapa, maana yake hajatuma. Kwa hivyo hapo tayari atakuwa ameshatuma. Yeye kitu ambacho atakuwa anasubiria ni marks. Baada ya mwalimu kusoma kile alichotuma atamwekea marks. Kwa hivyo itakuwa ndo kama hivyo. Mwalimu sasa, huu ni upande hapa. Sasa tutakuonyesha upande wa mwalimu kuingia na kukuta ule mrejesho na kuingiza marks. Kwa hivyo mwalimu akiingia naye atakuta kuna notification, si ndio? Mwalimu sasa na yeye ameingia kwa kutumia ile username yake na password, atakuta kuna notification. Notification ni nini? Kwamba Max amesharudisha mrejesho wa ile introduction to physics. Ataenda ataangalia, je, alichokifanya ni sawa? Atadownload hapa, kuna hichi button cha kudownload cha blue, atadownload. Je, alichokifanya ni sawa? Ataona ni sawa, ameshatuma mrejesho mzuri. Atamwekea Max, labda atakuwa huyu Max amepata 60, atamwekea 60 alafu atasave. Akisha save tu hii Max itamwendea, hii Max ya 60 itamwendea wanafunzi anaitwa Max. Kwa hivyo itakuwa ni kama ifuatavyo. Huyu ni mwanafunzi anaitwa Max, tayari ameshaikiwa Max yake ya mrejesho wa introduction to physics. Yeye atakuja ata-sign in kwa kutumia kama kawaida ID number aliyopewa na password yake. Ataingia ndani, atakuta tayari tayari ameshaikiwa ile marks. Hii ni ile notification ya mwanzo. Hii notification ili kuiondoa ile notification zilizopita, unaiclick afu una click read, kwamba itaonyesha kwamba tayari imeshakuwa ready na hichi kialama chekundu kitaondoka.
Kwa hivyo utaingia kwenye my class, utakuja utabinya darasa lako, alafu kama ni mwanafunzi hapo na kuelekeza. Baada ya hapo utakuja utaangalia kwenye assignments, utakuta ulisha submit introduction to physics, lakini ili kujua umewekewa marks kiasi gani utakuja kwenye unaweza ukasema kwenye submitted assignment ukakuta tayari umeshawekewa grade ya 60. Hiyo ni part ya kwanza, unaweza ukaangalia marks yako kupitia hapo, lakini pia unaweza ukaangalia kwenye my progress kwamba maendeleo yako. Utakuta tayari kuna assignment ulisha upload, tarehe gani system inakuambia na jina lake na grade inakupa. Lakini mwalimu anaweza akakuandalia quiz ambao ndo pati tunayoielekea sasa, ambao mwalimu ataandaa quiz na kumpa mwanafunzi maswali na mwalimu na wanafunzi ataanza kuyafanya. Kwa hivyo kwa kutumia neno quiz kwenye system yetu tunamaanisha mtihani wowote ambao unatungwa ukiwa ndani ya muda, ndio tumetumia tunaita quiz. Ni maneno ya chuo zaidi, lakini tumetumia kwenye system yetu kwamba ni mtihani unaotungwa kwa unaikiwa na muda kabisa. Kwa hivyo wewe mwalimu ukitaka kumpa mwanafunzi wako quiz utabinya hapa kwenye hii button imeandikwa quiz, na quiz ni maswali yoyote unaotaka, lakini yapo ndani ya muda na yatafanywa huku ndani ya system na yatampa marks, na system itampa marks mwanafunzi baada ya kuyafanya. Kwa hivyo utakuja hapa kwenye button ya blue utasema add quiz. Kwa hivyo hii quiz inaitwaje? Utasema hii quiz yangu itaitwa physics, lakini description labda inaitwa intro to physics. Intro to physics. Kwa hivyo kama ni intro to physics utaisave, inaitwa intro to physics, quiz inaitwa physics. Lakini hii quiz inahitaji maswali, ndo maana utakuja hapa utasema ni question, utabinya hapa sehemu hii inaitwa questions. Ukiklik hapa ni kwamba unaanza kuweka maswali kwenye hiyo quiz. Lakini pia hii quiz inahitaji darasa, utaweza ukaklik hapa na kuja kusema unaiweka hiyo quiz kwenye darasa gani. Pia utasema ni quiz inaitwa physics, utaipa muda. Quiz inahitaji muda, ndio maana nikakwambia tumesema neno quiz ni mtihani ambao upo ndani ya muda, na mtihani wote unakuwa ndani ya muda, lakini kwa kutumia hii system yetu ukitaka kuweka mtihani uliopo ndani ya muda unatumia neno quiz, ndio unatengeneza maswali kama labda huu mtihani una dakika 3 na times wamekwambia in minutes kwa sababu ni muda unawekwa in terms of dakika, na utaselect darasa ambalo unalisendia hiyo quiz. Kwa hivyo utasave. Kwa hivyo tayari utakuwa tayari hapo umesha add question kwenye hiyo quiz yako. Kwa hivyo kwa kuwa tayari umeshawekea muda quiz yako, nilikuwa namaanisha muda, samahani sikumaanisha maswali. Kwa hivyo hapa tutakuwa tuna focus kwenye muda. Kwa hivyo kwa kuwa tayari umeshawekea muda na darasa quiz yako, tayari utakuwa hapa sasa unaweza ukaweka maswali. Kwa hivyo utakuja kwenye button add questions. Kwa hivyo sehemu pa ku add question utaona pana interface nzuri tu inayokuwezesha kuweka maswali jinsi unavyotaka wewe. Interface hii ni nzuri sana. Kwa hivyo labda unaweza ukataka kuweka swali labda likiwa in terms of italic, in terms of bold. Wewe tu utakuwa umechagua ni maswali utawekaje. Labda in terms of italic, what is physics? Utaklik hapa, what is physics. Baada ya hapo utasema ni multiple choice. So hivyo labda utasema ni study of energy, maybe choice ya kwanza utasema ni study of energy. Kwa hivyo kwa kuwa tunajua labda what is physics ni study of energy, study of matter in relation to energy, tunajua hapo, lakini pia tutaweka multiple choices zetu. Ya kwanza ni study of energy, branch of art, ya tatu ni branch of law, lakini sasa jibu ni lipi? Utakuja utaklik hapo ni study of energy alafu utasave. Kwa hivyo hii quiz tayari umeshatengeneza swali la kwanza, what is physics. Utatengeneza swali la pili ambalo labda ni la true and false. Kwa hivyo utasema labda utatengeneza hili swali utasema physics, maybe utasema physics, ni mifano tu usichukulie nani. Physics is law, maybe utasema is law. Alafu utasema ni true or false, ndio utasema ni false kwa sababu ndio jibu. Kwa hivyo kila swali utakaloliweka utaliweka na kwa hiyo kama mwalimu utaliweka na jibu lake. Kwa hivyo utasave.
mtihani una dakika 3, umeshauwekea muda dakika 3, na huu mtihani mwanafunzi ataukuta kule na ataufanya within those 3 minutes. Kwa hivyo mwanafunzi akiingia sasa atakutaje? Wewe umeshaweka maswali yako mawili. Unaweza kuweka maswali 50, 40 kwa kukukumbusha tu, unaweza kuweka maswali 50, 40, 80, lakini as long as ni maswali ya multiple choice na true and false yatamfikia mwanafunzi. Ni wewe tu jinsi utakavyojipanga, kwa sababu multiple choice na true and false ina spani kubwa sana. Jinsi utakavyoiweka ndivyo jinsi itakavyokuwa nzuri zaidi. Haya, tunaenda kwenye upande wa mwanafunzi. Mwanafunzi ataonaje baada ya wewe umeshamwandalia quiz? Atakutaje kwenye dashboard. Kwa hivyo huyu mwanafunzi anaitwa Max. Akiingia sasa atakuta kuna notification ambayo inasema una quiz, kwamba teacher add a quiz for you. Kwa hivyo ataselect hii notification, atasema read ili ukuifutike, lakini pia ataifuata hiyo quiz kuifanya. Kwa hivyo atakuta quiz kabisa inaitwa physics, introduction to physics, na ina dakika 3. Akitaka kutake quiz atakuja kwenye hiyo link hapo ya kutake quiz. Kwa hivyo ataclick take quiz. Quiz ina dakika 3 na muda utaanza kuhesabiwa. Kwa hivyo ataclick up, atakuta dakika 3 zinaanza kuisha. Sasa pale dakika 3 zinahesabiwa, zinaanza kuisha. Kwa hivyo physics is law, akaambiwa true or false, atasema false, atasema next. Kwa hivyo ataambiwa what is physics, ataambiwa swala multiple choice itakuwa ina study of energy, branch of arts, branch of law. Ataselect labda study of energy, au atakosea atasema ni branch of law, atasema next. Kwa hivyo baada ya pale zile ndani ya ule muda huu muda ukiisha, physics quiz itajisubmit, lakini huu muda kwa kuwa hujaisha, yeye atasubmit mwenyewe, ataletewa submit button. Kwa hivyo mwanafunzi usipoona submit button, maana yake ulifanya mtihani, ulifanya quiz na muda ukakuishia katikati. Kwa hivyo imeshajisubmit na kukupa marks. Kwa hivyo yeye atasubmit kwa kuwa ipo ndani ya muda bado. Kwa hivyo your score is 1 out of 2. Lakini hii score yake ya 1 out of 2 atakuta hapa kwenye my progress, atakuwa anaangalia progress yake. Atajikuta kumbe alifanya assignment ya physics akaekewa 60, na pia alifanya quiz ya ndani ya dakika 3 akapata swali moja kati ya maswali mawili. Kwa hivyo kwenye upande wa quiz tumeshamaliza. Tunakuja kwenye upande mwingine ambapo labda mwalimu ataadi kitu chochote cha kudownload au mwanafunzi ataadi kitu chochote cha kudownload. Procedure ni zile zile, unaenda kwenye downloadable material. Kama ni mwanafunzi utaselect, utachoose file, utasema jina lake na nini, utali-upload, litakuwa ni downloadable material. Kwa hivyo labda unataka mwanafunzi pia angalie classmates wake, atakuta hapa ataangalia classmates wake. Labda anataka kuangalia subject overview, na hii part ya subject overview ni mwalimu huko anaokuja kuiadd. Labda mwalimu anakuja anataka kuja kuadd subject overview. Kwa hivyo kwenye kuadd subject overview, mwalimu labda akiwa kwenye hii interface hapa ataclick subject overview ya somo gani, form 5 physics, ataclick darasa lake. Cha kwanza lazima ujue darasa gani unaliwekea subject overview ya hilo somo. Kwa hivyo utaclick ni wanafunzi wa form 5, nitawekea subject overview. Kwa hivyo uta add subject overview kwenye hii button ya add. Kwa hivyo utasema labda kutakuwa na introduction to physics, labda utaiweka in very bold form, sema ni intro to physics. Hii system ina mambo mengi sana ambako tukitengeneza video inaweza hata ikachukua masaa 3. Kwa hivyo hii ni kama summary, kusummarize tu wewe unavyotakiwa kuanza kufanya registration na kuingia na kufanya vitu. Kwa hivyo kwa maelekezo zaidi unaweza ukatupigia simu au unaweza ukatuita tukuelekeze kwa karibu zaidi ili muweze kufanya ili uelewa uwe mrahisi. Labda kutakuwa na introduction to physics, sasa kutakuwa na measurement, lakini pia kutakuwa na optics, lakini pia kutakuwa na mechanics. Hii ndo overview ya somo lako, labda kama ni physics. Ukisave na mwalimu kwa kuwa mwalimu ndo umeisave, labda hii ndo overview ya wanafunzi ambao utawafundisha physics form 5. Mwanafunzi unakuwa unamfundisha physics form 5, akiingia atakuta kama ifuatavyo. Mwanafunzi huyo hapa ataingia kwa kutumia ile ID namba yake. Pia ataingia kwenye darasa lake, ataingia form 5 physics, ataangalia overview ya hilo somo, ni atafundishwa kitu gani. Kwa hivyo atakuta mwalimu anaitwa teacher ameweka overview kwamba kutakuwa na introduction to physics, kutakuwa na measurement, kutakuwa na optics na mechanics.
Lakini pia mwanafunzi anaweza akaangalia calendar of event. Calendar of event ni matukio ambayo yatakuwa ni mfululizo wa matukio ambao utakuwepo ndani ya kutumia hii system, kwamba ataambiwa labda tarehe 22 mpaka 23 kutakuwa na msuli, yaani msuli ni kusoma, sio? Na hii kitu labda ni mwalimu kule ndo ameadi au ni admini watakuwa ana adi, kwa hivyo wote watakuwa wanachangia kwenye hii kalenda matukio yanaendaje. Kwa hivyo yeye mwalimu mwenyewe ndo atakuwa ana adi huku, anaweza akaadi kama class calendar, akaadi hapa kitu ambacho anatakiwa kuadi, alafu ndio kitakachokuwa kitatokea kule kwa mwanafunzi. So hii ndo system yetu na interface yake ndo hii. Kama kuna tatizo lolote sisi ndio mafundi matechnician wenyewe ambao tumetengeneza hii system. Kwa hivyo kama kutakuwa kuna tatizo lolote utakalokutana nalo, saa unaitumia, unatupigia simu, tutakuja kwa kukusaidia zaidi, tutarekebisha hilo tatizo. Lakini ile system ina mambo mengi na kila kitu ambacho unakiona sio kipya tu, vingi vyako nimeshaelekeza, na kikubwa sana sana ni kumtengenezea mwanafunzi quiz, zile maswali yenye muda. Cha pili ni kumpa assignment, yale maswali ambayo yanakuja in terms of documents na yatarudisha documents. Cha tatu ni kumpa labda kitu chochote cha kudownload cha kuendelea kusoma kama kitabu in terms of PDF, akasoma akarudisha, na yeye labda akatengeneza kitabu akarudisha majibu, labda ni kusolve problem fulani atasolveje. Kwa hivyo system yetu inamwezesha mwanafunzi kufanya haya yote. Kwa hivyo asanteni kwa kunisikiliza. Hii video imechukua nusu saa, lakini kama tungeweza kwenda kwenye huu upande wa system tupitie kila kitu, tufanye hatua kwa hatua kila kimoja, ingeweza hata ikachukua masaa matatu. Kwa hivyo huo muda uliobaki basi, ili tujaribu ku minimize bundle letu na mambo ya kudownload kwa wale ambao wanataka kudownload hii video, ili ku minimize tumefanya iishie nusu saa. Kwa hivyo wewe ukiona kwamba kuna pati ambayo ni mwendelezo unataka kutusikiliza, tuambie tu hiyo pati, unaweza ukatutumia labda pati ya download, what does it do, labda pati ya quiz, what does it do, nitumie tu hiyo kwamba pati tu ya quiz, au pati ya my progress, what does it do, pati ya calendar, what does it do. So unanitumia, unaniuliza na kutumia pati hiyo hiyo ambayo unataka nikuelekeze, labda kama hujaielewa. Lakini kule kwa admini nako kuna mambo mengi. Ukishakuwa admini ni sisi labda tutakuelekeza mambo mengine ya kufanya, maana kuna mambo mengi sana. Kwa hivyo wewe mwanafunzi, wewe mwalimu, video yako ni hii, utaitumia kujua utafanya nini kwenye hii system na utakuta nini. Lakini mwanafunzi sana sana wewe utakuta vitu tayari viko mezani. Mwalimu wewe ndio utabidi ushughulike kuweka vitu mezani na kuandalia mwanafunzi wako avikute, alafu na yeye mwenyewe arudishe mrejesho. Asanteni kwa kunisikiliza. Hii ndio system yetu inaitwa e-learning. Itawasaidia wakati kama huu ambao wanafunzi wako nyumbani, na itawasaidia wakati kama ule ambao wanafunzi wapo likizo, wanahitaji pia kuendelea kujisomea. Itawasaidia hata walimu wale wa tuition kufundisha mtandaoni, anahitaji labda mwanafunzi kujifunza topic mpya labda ya form 4 akiwa amemaliza form 3, hii system itamsaidia kufundishwa akiwa mtandaoni. Asanteni na nawatakia maandalizi mema katika kujifunza hii system na kuendelea kuitumia. Thank you.